Chama cha Jubilee kinachoongozwa na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kimedokeza kuwa kiko tayari kushirikiana na vyama vingine vya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, ikiwemo kufungua mlango kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua iwapo masharti fulani yatatimizwa. Katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni amesema kuwa chama hicho hakitakubali kubaki nyuma huku vyama vingine vikiendelea kujipanga upya kisiasa, akiongeza kuwa Jubilee itashirikiana na wale walio na maono ya kumzuia Rais William Samoei Ruto kupata muhula wa pili kama rais. Akizungumza na wanahabari Jumatano, Kioni alisema kuwa chama hicho kiko tayari kushirikiana na viongozi wa eneo la Mlima Kenya ili kuzuia kugawanyika kwa kura za eneo hilo, jambo ambalo linaweza kumfaidi Ruto kisiasa. Kile kilichosalia kwa William Ruto ni kugawanya mlima. Anatamani sana kuona watu wa eneo hili wakipiga kura kwa msingi tofauti, alisema Kioni. Ingawa hakumtaja Gachagua kwa jina moja kwa moja, Kioni alionekana kumlenga aliposema kuwa si rahisi kuuza chama kipya katika eneo la Mlima Kenya kwa sasa. Kioni pia alisisitiza kuwa Jubilee ni chama cha kitaifa ambacho kiko wazi kwa viongozi wanaotafuta jukwaa la kuwania nyadhifa mbalimbali kote nchini. Alionya wale wanaotaka kujiunga na Jubilee wasije na masharti yao kibinafsi. Kauli hizi zimejiri siku chache kabla ya tangazo linalosubiriwa kutoka kwa Gachagua, ambaye ameahidi kuelezea wafuasi wake mwelekeo wake mpya wa kisiasa mwezi ujao kufuatia mvutano wake wazi na Rais William Samoei Ruto. Jubilee imesema kuwa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ndiye mgombeaji wao wa urais katika uchaguzi ujao. Chama hicho pia kimelaumu serikali ya Kenya Kwanza kwa hali ngumu ya maisha na kuongezeka kwa visa vya ufisadi, ikisema kuwa uongozi wa sasa umeshindwa kuwajibika kwa wananchi. Kioni pia alikosoa vikali makanisa, akisema kuwa taasisi hizo zimechangia kuipigia debe serikali ya sasa katika uchaguzi wa mwaka 2022. Hizo taarifa za hivi sasa